huko Pwani ambapo wamiliki wa hoteli huko Mombasa sasa wanaiomba serikali ya kaunti na serikali kuu kuanzisha kutekeleza sheria kali ya kupambana na uchafuzi wa mazingira katika eneo hilo ambalo ni kando ya pwani ili kulinda sekta ya utalii. Wafanyabiashara hawa wanaonya kwamba ongezeko la uchafuzi wa bahari hasa kutokana na plastiki unatishia mfumo wa ekolojia wa baharini na unaweza kusababisha matatizo ya kiafya kwa binadamu. Wakati wa zoezi la usafi lililoandaliwa na wanabiashara pamoja na wakazi Mombasa, sifa za marufuku ya mifuko ya plastiki inayotumika mara moja zilimiminwa, huku lawama zikielekezewa utekelezaji hafifu wa sheria hiyo, haswa kutokana na nepi zilizotumika na taka za plastiki zilizopatikana kando ya bahari. Tunaomba kama kungelikuwa na legislation fulani ambayo itaweza kusaidia kupunguza uchafu wa one plastic use, vitu kama hizo. Manake katika ile experience yetu katika kuokota hizi taka utapata kuna paka pampers, diapers, vitu kama vile. Nafikiri tungekuwa na legislation ama patrols, watu ambao wanaweza kuregulate vitu kama hizi, tungeweza kuzuia kwa kiasi kikubwa sana mambo kama haya. Wanabiashara waliomba serikali ya kaunti ya Mombasa kuweka mapipa ya taka kando ya bahari, kuongeza elimu kwa umma kuhusu madhara ya kuchafua mfumo wa baharini, kuanzisha doria za mara kwa mara na askari wa kaunti au wafanyakazi wa huduma za wanyamapori ili kupunguza utupaji taka holela. Watu mtaani kusema kweli hawana ufahamu. Tungeweza kupatia ufahamu, waelezwe. Maanake utapata kila aina ya uchafu uko pale, taka za mapike, taka za chupa za maji, za kila aina vitu. So tungeomba uhamasisho, na sisi hapa kama sisi huwa tunajaribu sana kuhamasisha. Ukiketi kwenye bichi, kuwa na pahali unaweza tupa taka. Kuwa na pahali unaweza tupa taka itatusaidia in future kupunguza ile ya kufanya cleaning. Mark Kwagaba, mwekezaji wa sekta hiyo ambaye amekuwa akishiriki usafi wa fukwe kila wiki mbili kwa miaka miwili sasa, alisema fukwe za Kenya zinajulikana sana kwa usafi wake, lakini uchafuzi wa plastiki unahatarisha sifa hiyo. We are polluting our ocean and we need to have good fish, we need to have clear water, and if we don't do anything, we will destroy our whole planet. Utafiti uliofanywa mwaka wa 2022 na Joyce Kerubo kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi ili kutathmini uchafuzi wa plastiki katika maji ya uso ya mito kando ya pwani ya Kenya ulibaini uwepo mkubwa wa microplastiki katika eneo hilo. Utafiti huu ulihimiza kuanzishwa kwa sera na mikakati madhubuti ya kupambana na uchafuzi wa plastiki ili kulinda mfumo wa baharini na afya za binadamu. Wakati Kenya ipo katika hatua muhimu ya vita dhidi ya uchafuzi wa plastiki, juhudi endelevu pamoja na ushirikiano wa sekta zote ni muhimu ili kulinda sio tu mazingira bali pia afya ya umma. Magdalene Kanini, Runinga.